Anasema jawab shurutu qabuli al-amali. Naona qafu imewekwa fatha badala ya kukosewa kule juu ikaikwa qubuli, hapa ikaikwa sawa kwa kuwekwa fatha. Shurutu qabuli al-amali, masharti ya kukubaliwa kwa amal inda Allahi, mbele za Allah. Thalathatun, masharti hayo yako matatu ambayo wameyaweka ahlul ilm. Masharti ya kukubaliwa kwa amal mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thalathatun, ni matatu. Al-awwal, sharti la kwanza. Al-awwal, sharti la kwanza, al-imanu billahi, ni kumwamini Allah. Al-imanu billah maana yake ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa tauhiduhu, na kumpwekesha. Ndipo pale tukasema baadhi wameongeza sharti la tatu kwamba lazima awe muislamu, na si muamini Allah si muislamu. Lakini pia al-imanu billah, imani ya kumwamini Allah, yani kuendana na itikadi sahihi ya Kiislamu. Wa tauhiduhu, na kumpwekesha. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyetukuka katika suratu Al-Kahfi aya 107, ikiwa hiyo ni dalili ya sharti hili la kwanza. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilu salihat, na wakatenda mema. Innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamini, kwa maana biqulubihim, walioamini kwa mioyo yao. Innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamini, ai biqulubihim, walioamini kwa mioyo yao. Wa amilu salihat, na wakatenda mema, ai bijawarihihim, wakatenda mema kwa viungo vyao. Kwa hiyo wameamini kwenye moyo, wakatenda mema kwa viungo vyao na viwiliwili vyao, kwa maana wasfu wa imani umeshamili vyote viwili, jami'ul badan, mwili mzima na kilichomo ndani ya mwili. Ndani ya mwili kuna roho, kwa maana wakaamini katika mioyo yao ni zile itikadi zao